Hujambo mtazamaji, ikiwa imetimia saa 1 juu ya alama. Karibu katika taarifa zetu za habari. Tuanzie Nairobi ambapo mafuriko yalilikumba jiji hilo wiki iliyopita kufuatia mvua kubwa iliyonyesha kwa muda mfupi lakini kwa kiwango kikubwa. Mali nyingi zimeharibika huku usafiri ukisimama na watu wengi kujipata kwenye njia panda. Ingawa maji yamepungua sasa, athari zake bado zinaonekana katika baadhi ya maeneo jijini humo. Tuanze kwa kuona jinsi hali ilivyokuwa mbaya wakati huo. Taswira hizi zinaonyesha hali ilivyokuwa katika jiji la Nairobi kufuatia mafuriko makubwa yaliyotokea wiki chache zilizopita. Barabara zilifunikwa na maji, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa kwa wakazi na watumiaji wa barabara. Wakazi wengi walionekana wakijitahidi kupita kwenye maji, wengine wakisalia majumbani, ila jumbani pia kulijaa maji. Katika baadhi ya maeneo, shughuli hazikuweza kuendelea tena kutokana na kiwango kikubwa cha maji. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi, mifereji ya maji iliyoziba kutokana na taka imechangia kwa kiasi kikubwa kuenea kwa mafuriko hayo. Tukio hili limesababisha hofu, hasara ya mali na changamoto mbalimbali kwa jamii. Hali hii inaibua mjadala mpana kuhusu imara wa miundombinu na maandalizi ya jiji kukabiliana na mvua za ghafla. Nikiripotia kwa niaba ya kundi letu la uandishi wa habari, mimi ni Rebecca Papai, narejesha kwako studioni Venita Msakali. Asante sana kwa taarifa hiyo. Ni wazi kuwa mambo hayakuwa rahisi kabisa. Lakini mbali na barabara kujaa maji, upande wa usafiri pia ulikuwa na vurugu kubwa. Watu wengi walikwama barabarani kwa saa nyingi. Mwandishi wetu Paul Mwangi na taswira kamili. Mafuriko yalipopiga jiji la Nairobi, barabara nyingi zilibaki kuwa mito ya maji dakika chache tu. Na pamoja nazo maisha ya kawaida ya wakazi yalisimama. Magari yalikwama, hayakuweza kusonga mbele wala kurudi nyuma. Huku madereva wakijaribu kwa nguvu zao zote kutafuta njia mbadala za kupita. Msongamano uliozuka haukuwa wa kawaida. Ulikuwa ni ishara ya mfumo ulioshindwa kukabiliana na nguvu za mvua. Watoto hawakufika shuleni kwa wakati. Wafanyikazi hawakuweza kufika ofisini. Kwa wengi, siku ile ilianza kwa matumaini lakini ilimalizika kwa kukata tamaa na uchovu wa barabarani. Hali hii inauliza swali zito. Je, miundombinu msingi ya Nairobi iko tayari kukabiliana na mvua kubwa inayonyesha wakati huu? Jibu ni wazi. Bado hatujafikia pale ambapo tunaweza sema kwamba miundombinu iko tayari. Kwako studioni. Asante sana. Hiyo ilikuwa changamoto kubwa kwa kila mtu aliyekuwa akitoka kazini au shuleni. Lakini zaidi ya hayo, wakazi wengi walikuwa na madhara moja kwa moja majumbani mwao. Mwandishi wetu alitembelea baadhi ya familia hizo na kutuletea taarifa kamili. Katika baadhi ya maeneo, maji yaliingia hadi ndani ya nyumba. Familia nyingi zililazimika kuhama kwa muda ili kujinusuru. Mali nyingi ziliharibiwa na walihitaji msaada wa haraka. Hili liliacha athari kubwa kwa maisha ya watu wengi. Nikiripotia kutoka Chuo Kikuu cha Moi, jina langu ni Ray Barnett. Ni wazi kuwa mafuriko haya yameacha athari kubwa kwa jamii. Sasa swali ni je, hatua gani zimechukuliwa ili kuzuia hali kama hii kujirudia? Baada ya mafuriko, mamlaka za jiji la Nairobi zilianza kusafisha mifereji ya maji na kurekebisha maeneo yaliyoathirika. Wananchi walihimizwa kudumisha usafi na kuepuka kutupa taka hovyo. Wataalamu wanasisitiza umuhimu wa mipango bora ya miji ili kupunguza hatari ya mafuriko siku zijazo. Nikiripotia kwa niaba ya wanafunzi wa wanahabari, jina langu ni Mark Mbena. Kwako studioni Venita Msakali. Asante sana kwa taarifa hizo zote. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha mazingira yanabaki safi ili kuzuia mafuriko kama haya siku zijazo. Mimi ni Venita Msakali. Asanteni kwa kila mmoja aliyefanikisha taarifa hii. Mafuriko ni hali ambayo maji hujaa katika sehemu ambazo kwa kawaida hazipasi kuwa na maji. Aidha, wataalamu wanasema kuwa
Ukuaji wa miji bila mpangilio bora husababisha ongezeko la mafuriko. Hali hii imekuwa ikijirudia mara kwa mara na kuathiri maisha ya watu wengi.